sita 2025 na maana 2025 hotuba fupi ya marehemu. Marehemu alijulikana kwa majina ya Idi Mwenebyake Kiza wa jamaa la Babongwe Bashilolonga, nyumba ndogo ya Bashikwa Chunda. Marehemu Mango elambo Jose. Ona maliza huko afu tarudi. Baba wa marehemu anaitwa Kiza Fataki. Mama wa marehemu anaitwa Honorina Idi wa jamaa ya Bashalangwa Bashiakela, nyumba ya Benga. Kuzaliwa, marehemu alizaliwa Kazimia pale Kongo mnamo tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka wa 1998 1998. Elimu ya marehemu alipata diplome kwenye fani ya ualimu pedagogie pale Lycée de la Paix. Kuoa, marehemu alioa mke mmoja aitwaye kwa jina la Carolina Aochi wa jamaa ya Bashama Kolo, nyumba ya Ombe Bashia. Walibahatika kuzaa mtoto mmoja wa kiume aitwaye kwa jina la Kiza Idi. Kazi alizozifanya marehemu alikuwa fundi cherehani. Sababu ya umauti, marehemu amekutwa ndani amejinyonga. Jumla ya miaka aliishi miaka 27. Asanteni kwa kunisikiliza. Imanano ide village wa elo ya Mtoba na beno bose mwaro wacu ano mushiyane nimba mushiyane kimya Mungu byotenda bamane byabo bino namwe miweti miomo obale ano twanjibocha ale dezone wa nomboka enomboka yasakelwa emo na onu mweti mwane mboka taleo ewana kazi ili wanachinge shida monacho tenda nimbona wawela manda ono icho chiwabile anu yalela ki ubu wana miweti miomo. Tunapenda kuwaelezea kwa ajili ya msiba. Tunatawa hapa utaratibu. Baada ya hapo kijiji kinasema neno la mwisho. Wa kwanza tunayekaribisha hapa ni mama Dezone wa zone ya 10. Karibu mama.
Jamani, poleni na msiba. Mbona hamuitiki? Basi ngoja tuseme kwamba tuna masikitiko makubwa kwa hili ambalo limetokea hapa. Lakini mbele ya kuendelea, tuna viongozi wengine ambao wametoka kwenye mazone mengine. Na kiongozi wa zone ya 14, Mama Faila yuko hapa, anaweza kusimama wamuone. Na tunajua kwamba hapa kuna madevilaji ambao wametoka kwenye mazone mengine. Wote tujipe pole kwa hili ambalo limetukuta hapa. Na tuna mwenyekiti wa kambi, na yeye yuko hapa, alikuja kulia pamoja na sisi kwa hili ambalo limetukuta. Mimi sina mengi sana kwa sababu hili ambalo limejitokeza hapa limetupa kama changamoto kubwa na ni mshangao mkubwa. Labda ambalo tunaweza kusema, sisi hatuwezi kuhukumu kwa sababu tunajua kwamba hukumu ni ya Mungu. Lakini labda la kusema ni kukumbusha jamii yote ambayo uko hapa kwamba tuwe tunachukua maamuzi ambayo yako sahihi kabla ya. Tuko wote jamani? Kwa sababu kama ni shida, watu tuna shida za kutosha. Watu tuna matatizo mengi tu. Lakini ambalo ninaweza kuwatangazia kwamba usichukue maamuzi ambayo yatawaliza watu na kuona ya kwamba umepotea mazima. Na kama mnaona watu tunalia sana hapa, ni kwa sababu ya hili. Lakini labda hapa tungesema kwamba Bwana Yesu asifiwe, hatungelia kama hivi. Na ndizo sababu za kutangaza kwamba muda wowote mjue kwamba tuna kifo. Na usikubali shetani akunongoneze, hapana. Mengine tuwe tunakataa. Sijui nimeeleweka jamani? Tuchukue maamuzi ambayo yatakuwa sahihi. Hata kama tutalia, tutajua kwamba siku moja tutakutanana. Lakini kuchukua maamuzi ambayo watu wanalia sana, wanaona kwamba hili limepita kabisa. Na ndizo sababu mnaona kwamba hapa kuna kilio kikubwa sana, kwa sababu tumehuzunika kufatana na kazi zote alizozifanya. Hakuna hata kazi moja ambayo imetangazwa hapa. Na ndizo sababu tunalia, tunahuzunika. Tunaona kwamba tumepoteza kabisa mazima. Kumbe wewe ambaye uko hapa, uko mzima, chukua maamuzi ambayo yako sahihi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibu viongozi. Weti! Diomo! Ni kwamba sina mengi sana ya kuongea, sababu moyo unaumia sana. Mioyo inaumia sana. Nilipofuata hotuba yake kwa hiyo niombe kusema kitu kimoja, ya kwamba mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya kutawala vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Ndio maana Adamu alipewa uwezo akatawala nyama na ndege na vyote vile ambavyo viko hako kudunia. Yeye ndio alipewa uwezo. Ndio maana simba anakimbia mwanadamu. Ndio tunajaribu kutawala. Jawabu inapoinuka tujaribu kuitawala. Hapo tutaenda vizuri. Lakini tunapotawaliwa na jawabu fulani ni shida. Ni shida. Na wanasema kwamba kuna magari mengi kwa Bwana. Kila mtu na ya kwake. Kuna wengine wanakufa majini, hata onekana hata kwenye sanduku. Kwa hiyo njia ziko nyingi. Na nikuambia kwamba wewe ambao uko hapa, sababu tunaliongelea hili sio kwa ajili yake sasa. Tunaongea hili kwa ajili ya sisi ambao tuko hai. Tuchukue mfano kupitia kingine ambacho tumekiona.
ili na kikupatia nawe maarifa ya kuishi hapa chini ya jua. Nimalize na kitu kimoja, muda umeenda. Hali tunayo sasa hivi ya kambi ni nzuri, lakini sio sawa. Kulingana na hali ya nini? Ya mashirika, hakuna bajeti. Shirika zote zinalia bajeti, hakuna bajeti, hakuna. Na ikawa bajeti hakuna, ndio maana mnaanza kuona upande wa chakula kinaanza kushuka. Na hivi kinashuka hii awamu. Tunapenda kuongelea kwa habari ya msiba. Kwenye maandishi ya Biblia tunajua aliyetundikwa ni Naamani. Kwenye hadithi ya Biblia aliyejinyonga ni Daudi, ana sababu. Na Naamani alikuwa na sababu. Sasa huyo amejinyonga, ana sababu gani? Amefanya nini? Ameiba cha nani? Ni masikitiko sana. Omba yasikukute. Omba yasikukute. Na yoyote mwenye nifika hapa kuja kulia pamoja nasi, usibebe neno lenye kusikia. Kaa kimya, achia wanafamilia huko wabebane na mambo yao. Yote mlioyaona kwenye kijiji hiki, tieni kwenye roho, kwenye roho. Miweji, miomo, tunapenda kuagizia neno la kusema hapa kwenye kijiji hiki. Kuna watu wanatoka vijiji tofauti kuja kuishi kwenye kijiji hiki na bila kutoa taarifa kwenye viongozi. Tunasema kama ni mama yako, kama ni mtoto wako, kama ni ndugu yako, sio sahihi. Toa taarifa. Na habari lingine kuzungumuza hivi, muda umeenda. Wakati tunapotoka kule Malaloni, ni lazima turudie hapa. Pana chakula, hapana maji. Pana nini? Afadhali na tafadhali sana, murudie tuchangie pamoja. Na wote walikuwa kutusaidia kusindikiza huyu ndugu yetu, na wapa pole na Mungu awasaidie. Mimi wechi yo moronge sawa wechi weze unity group, lakini sio tenda ina kiongozi wanaoshitende. Karibu Benu miwechi miomolonge ndio ese bitwa bwelwa kama the unity group betu ikonde eshile moe wana ono maremu wetu washika betu hano na bibyo tole na menge ya kolo manga sana kama mulwete hata bano bana bose hano ba eke hano bose bale bana bashi eke moe wa na ono maremu wetu watushika hano na yete Biblia biyatenda mango bange bamanga bana baitota tocha mbona kadafe bino ete Biblia biyatenda mtose olia ete batenda de village ete bila Yuda bya ulo inyonga ele eto alo sababisha kabisa Yuda a osati kakelwa ni atoma momona kanisa taya ola hano yeta uduma yose helia ya ifata na achi mutumi no maremu weto hano beno mikwechi kwa hiyo tole na menge ya mulo manga sana yonja atoma kanisa
he ochwe ibahano lakini becho ete konde ya ze unity eshile mongozwa na ono maremu wetu watoshika hano basi tamona taole ginsi tu lazima tole etendo kocheto ete bino bya toshika hano beno miwachi ni omolonge Miwachi wanafunzi bana ni omolonge hiyo omongeano yala mbochi wa idi omongeano yala mbochi akiaidi balo pokea wa lycée anja 2016 mpaka 2020 tunapata na ke diplome ile kwamba ni we miane promotion ina matukio mabele no changa mamumiza ine manga sana. Tukio ya kwanza yalo watu mwanafunzi mtu mzima walo ila Ontaro 2022 alo Ontaro mtuamia 24 ni we atereza ibi alo ocho mwambaka wanse abilo to mwanafunzi shimona ononge to mwanafunzi ongea sangwa hainyonga mwenyewe. Kwa hiyo vivyo wale matukio mabele mamozidi imba bobebe manga sana obanda na ono weto mwanafunzi watoshika rusu na oniawa wetu wanafunzi twamona bope tole na eto emo ya balimu bose nkambi yanja 2011 mpaka 2025 twashirikiana obanda ni londa nyumba yono to mwambaka ili toyo shika o lakini ano shiline mwenyewe nile nabilombo chibanane ba tumushirikiana nabo obalimu bose bakambi na tena ni we karibu viongozi wetu wa hotuba ya fera ichangana muda wose ni wechi sawa notenda meswahili ndubakaloma manga baungwe naenda kusoma hotuba fupi ya marehemu. Sisi ambao tumesimama hapa ni umoja wa Union de Pedagogue. Kwa lugha nyingine naweza nikasema watu tuliosomea walimu hapa kambini Nyarugusu. Waheshimiwa walimu, wanafunzi wenzangu, familia ya marehemu na wote mliofika hapa, kwa huzuni na masikitiko makubwa sana tumesimama mbele zenu leo kuzungumza kwa niaba ya wanafunzi wenzake, tukimkumbuka na kumwaga rafiki tena ndugu yetu mpendwa tulie mfahamu kwa jina la Idi Juma. Ni vigumu kueleza machungu tulio nayo mioyoni mwetu. Idi Juma hakuwa tu mwanafunzi wetu, bali alikuwa rafiki wa kweli, mtu mwenye moyo wa kusaidia na aliyejaza maisha ya wengine kwa furaha na matumaini. Sote tunamkumbuka bidii yake darasani na utu wake kwa kila mtu aliyekutana naye. Kuondoka kwake ni pengo kubwa ambalo halitazibika kirahisi. Tutamkumbuka daima kwa mema yote aliyotufanyia, hata katika kipindi chote tulichokuwa naye. Tunasema pumzika kwa amani ndugu yetu Idi Juma, utabaki mioyoni mwetu daima. Kwa niaba ya uongozi wa Union de Pedagogue hapa kambini Nyarugusu, chini ya mwenyekiti Levis Kashin, asanteni sana. Kuna mwami wechi longe ndio mimi niliyesimama mahali hapa ni tayere mwenzake wa ndugu Idi Juma. Hapa tunasoma historia fupi ya maisha ya marehemu aliyetambuliwa kwa jina la Idi Kiza Juma. Marehemu tulimtambua kwa jina la Idi Kiza Juma. Marehemu tulimpokea kwenye ofisi yetu ya ushonaji mnamo tarehe 4 mwezi wa 7
mwaka wa 2024 hadi tarehe 4 za mwezi wa 6 mwaka 2025. Yaani marehemu kwa kazi yetu pale ofisini kwetu tumeishi naye katika muda wa miezi 10. Utendaji kazi wa marehemu. Marehemu katika ofisi yetu aliwajibika kabisa kikamilifu na tulishirikiana naye kabisa kwa kila kazi iliyojitokeza kwenye ofisi yetu. Na marehemu hakuwa tu mshonaji wa kawaida, hapana, bali kwenye ofisi yetu alikuwa na cheo kama vile katibu wetu wa ofisi. Kwa hiyo sisi kama vile mafundi cherehani wenzake tuna masikitiko makubwa sana ya kuachwa na katibu wetu, fundi mwenzetu ambaye alikuwa mtu anatufariji sana. Yaani Iweti Longe, neno kutoka vijana wa kijiji. Vijana wa kijiji. Nani?
Taratibu, yani hapa kuna mbali. Una kila mtu anataka bebe. Atembee kidogo na bebe. Kidogo. Taratibu. Tulia kuna niko ifraternité. Watu watakuwa kidogo kama. Watachoka. Tena taratibu. Yaani mtu ndio na nguvu yake, aireserve. Abukoki. Abu kutoka. Haina kutoka. Kutoka.